Sam the King. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Baba Sam the King Tanzania TV channel inayokuletea simulizi za kusisimua, ikiwemo za kuchekesha, simulizi za kuhuzunisha na nyinginezo za kusikitisha. Pia channel hii hukuletea makala mbalimbali ambazo ni makala za kijamii pamoja na maisha kwa ujumla. Na sasa tunakuletea makala fupi zinazoitwa This is Tujadiliane, ambazo zitakuwa zinaletwa na Anko Mijadala. Hapa nitakuwa nikikuletea makala mbalimbali. Usisahau kusubscribe channel iliyoandikwa Baba Sam the King Tanzania TV channel ili ujifunze mambo mengi. Hii ni channel yako Mtanzania, na hii ni makala ya This is Tujadiliane. This is Tujadiliane. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, mpenzi mtazamaji wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Karibu tena bwana, karibu tena bwana, karibu tena bwana. Anko Mijadala, kwa kujiamini kabisa ninaingia tena. Nimekuja kwenye mada zetu zile za This is Tujadiliane. Na leo bwana, nina kitu ambacho nahitaji tukijadili. Na tukisha kijadili tupate suluhisho, kwa sababu ninaona kuna vitu vingi ambavyo haviendi vizuri. Kwa hiyo siwezi nikavumilia kwa mambo ambayo hayataki kwenda vizuri. Lazima tuwekane sawa hapa. Tuone, je, haya mambo kweli ni ungwana au sio ungwana? Bwana, leo nimekuja na kitu kimoja, hasa kwa ninyi wanawake. Hivi kwa nini wanawake mnaamua kujiharibia? Mnajiharibia. Yaani umepata mwanaume ambaye yuko serious kukuoa, lakini unaamua kujiharibia. Unajiharibia vipi? Naomba mnisikilize vizuri hapa, hasa nyinyi wanawake. Mwanaume yuko serious kabisa kukuoa, anafanya kila kitu na anapoteza muda wake kwa ajili ya kukusikiliza wewe ili aweze kukuoa, na yuko tayari kukufanyia chochote kile. Lakini katika ndoa tunaambiwa kwamba tuvumiliane katika shida na raha, si ndivyo ndoa zinavyozungumza hivyo? Lakini sasa wanawake hawa bwana ni hatari. Wewe mwanamke umempata mwanaume na unamwambia kabisa, nilikuwa nikiomba kwa muda mrefu ili niweze kupata mwanaume, na yeye anakwambia nilikuwa nikiomba muda mrefu niweze kupata mwanamke. Lakini sasa cha kuja kushangaza ni kitu kimoja. Nyinyi mkishampata huyo mwanaume na akiwa tayari kabisa kwa kila kitu, alafu akakwama kifedha kwa namna fulani, akaanza kuwaomba, mpenzi wangu, jamani, nimekwama hivi na hivi, naomba unisaidie hiki na hiki na hiki. Mfano amepanga
kwenu labda aende akatangulize labda mahali 700,000. 700,000 ameshaziteua, na wewe uko mbali na yeye yuko mbali. Anataka atoke kule ambapo anapofanyia kazi aje moja kwa moja mpaka kwao, na wewe akulete mpaka kwao ili uende ukatambulike, alafu atoke hapo baada ya wazazi wake kukuona aende kwenu kwenda kujitambulisha. Sasa huku uliko gharama ni kubwa. Akajaribu kukwambia, jamani kipenzi changu, naomba kama endapo uko sehemu ambapo unapofanyia kazi una fedha, hebu jaribu kujisafirisha uje, alafu baada ya kujisafirisha mimi hizo pesa nitakurudishia. Lakini wanawake mlivyo wa ajabu sasa. Hamwezi kuona mwanaume akiwa amekwama mkamsaidia, ni ngumu. Hivi kwa nini wanawake huwa mko hivyo? Ni kwa nini? Yaani ni kitu gani ambacho kinawasibu mpaka mnashindwa kufanya hicho? Tumeambiwa kwamba tuishi katika shida na raha. Sasa shida zimemkumba mpenzi wako, unashindwa kumsaidia, wakati fedha alizozipata anataka apeleke kwenu na amebanana, uwezo wa kukulipia nauli hamna. Hata nauli unashindwa kujilipia, kujileta mpaka pale nyumbani kwao wakakuona, alafu baadaye ukajirudisha hizo pesa akakurudishia baadaye. Jamani, haya mambo nyinyi mnayapelekaje? Mnafikiria mwanaume ni kila kitu atawafanyia tu, kila kitu atakufanyia wewe? Hayo siyo maisha. Hayo ni maisha ya kitumwa, na wewe mwanaume unamgeuza mtumwa. Huwezi kumsaidia kwa chochote. Inamaanisha kwamba kienda kibaruani akakosa pesa, wewe unazo. Huwezi ukamwambia mume wangu, leo kweli umerudi, basi naomba kaa chini, achana kabisa na mawazo, mimi nitachukua pesa ya kwetu, ya kwangu mimi nitaweka, nitaenda kuhemea, alafu tutakula. Utakapoipata mume wangu na kuomba nirudishie. Hayo ndiyo maisha. Kwa nini mnataka kuwageuza wanaume wawe watumwa? Mpenzi mtazamaji, mimi naomba tujadiliane hiki. Kwa nini wanawake wanawageuza wanaume wawe watumwa kwa kila kitu? Yaani ana uwezo kifedha, lakini hataki kumsaidia mume wake au mpenzi wake kwa pale ambapo anakuwa amekwama. Kwa nini hawataki kumsaidia? Inamaanisha kwamba wanawake sasa hivi wanachojali ni pesa. Hawamjali mwanaume hata kama awe amekwama. Basi sawa, mimi ni Anko Mijadala. Unaweza ukaniandikia komenti yako hapo hapo kwenye kikasha cha kuandikia komenti hapo kwenye chaneli yetu ya Baba Sam the King Tanzania TV channel. Moja kwa moja nitayapitia maoni yenu kuona ni kitu gani ambacho mtakuwa mmeniandikia. Bwana, mimi nimekuja na hilo. Ni kwa nini wanawake siku hizi wamegeuka ni viumbe ambao wanategemea pesa sana. Yaani kwa mwanaume wanataka wamtegemee kwa kila kitu. Ni tofauti na wale wanawake wa zamani ambao walikuwa mwanaume akikwama, yeye akawa nazo, yuko tayari kumsaidia. Sasa nashangaa siku hizi yale mapenzi ya kwamba mimi nimekukataa wewe mwanamke, alafu nakimbilia kujinyonga, sijui siku hizi yamepotelea wapi. Maana hayo ndio yalikuwa mapenzi sahihi, kwa sababu ukiwa nacho mimi nimekwama, yaani ulikuwa tayari kabisa unigaramie ili nisiweze kukikosa. Na ndio maana nikikwambia na kuacha unakimbilia kujinyonga. Lakini siku hizi nimeshageuza mapenzi ni pesa. Mnawageuza wanaume watumwa sasa. Akikosa pesa, basi wewe unayo, huwezi kumsaidia ili mambo yaweze kwenda. Hakuna. Unataka vyote garamie yeye, vyote. Wakati wewe una uwezo, yeye kakwama, hutaki kumsaidia. Kweli, haya mapenzi yanakuwa ni ya utumwa. Mimi ni Anko Mijadala. Tukutane tena katika This is Tujadiliane nyingine bwana. Lakini niandikie komenti yako. Unafikiria ni kwa nini wanawake siku hizi wamegeuka ni wahusudu pesa sana yani? Yaani yuko tayari hata Mungu, yani Mungu asimhusudu wala Mungu asimwabudu, aabudu pesa. Kwa nini unafikiria? Yaani kitu gani ambacho kinawafanya wawe hivyo? Sawa, Anko Mijadala na sign out. Tukutane tena kwenye makala nyingine bwana za This is Tujadiliane. Tutakuwa pamoja.
Na inawezekana isiwe this is tujadiliane, hata kwenye makala nyingine unaweza kuniona. Sawa, niseme kwa heri mpaka kwenye makala ijayo, lakini usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment utakapopata ujumbe huu. Bwana we, tuko pamoja usisahau kucomment hapo. Nahitaji sana maoni yenu. Haya, chao. This is Tujadiliane. Je, wewe ni shabiki wa Hasdi02 Baba Sam the King? Kama ni shabiki yake na unapenda aweze kufanikiwa, chukua simu yako ambayo ni smartphone, ingia kwenye YouTube, andika simulizi ifuatayo, Nitaacha Kuombaomba Lini. Itakapokuja, itakuja na chaneli iliyoandikwa Baba Sam the King Tanzania. Subscribe, like, comment. Utakuwa umemwezesha Baba Sam the King ili na yeye aweze kufanikiwa. Ewe mshabiki wa Hasdi02 Baba Sam the King, fanya hivyo ili uweze kumsapoti. Sapoti vipaji vya Tanzania. Kwa maoni na ushauri, tumia namba zifuatazo: 0752732515. Mungu awabariki wote. Shabiki wa simulizi za Hasdi02 Baba Sam the King. Mwenyezi Mungu awabariki kwa upendo mlionao. Sam the King. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri, tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.